Conrad anamshukuru Paul kwa kuja. Tiny anafurahia sana maisha mapya na anasifia sherehe zote, lakini Conrad anamshukuru kabisa na mtazamo huo. Tiny anafurahia sana maisha mapya na anasifia sherehe zote ya watu waliopunguzwa ukubwa, ambaye sasa ni kijana na hata anapiga selfie na mtoto wa kwanza kabisa. Hatimaye Paul aliyezaliwa katika jamii ya watu waliopunguzwa mwanzoni ana wasiwasi, sasa ni kijana, lakini baadaye anapiga selfie dawa fulani ya furaha. Hatimaye Paul kutoka kwa mwanamke aliyemuunga na dansi. Anahisi hali ya wasiwasi na anaenda baadaye anakubali kunywa dawa fulani baada ya muda kutoka dawa inamfanya atulie na aanze kufurahia sherehe pamoja na wengine, na anaenda kutapika. Ingawa bado anaendelea kumuona Audrey baada ya muda, ile dawa inamfanya atulie. Asubuhi iliyofuata kufurahia sherehe pamoja na wengine akiwa amelala. Ingawa bado anaendelea kumuona Audrey, anaona wafanyakazi wa usafi wakifika, na mmoja wao ana mguu unaotetemea unaoonekana amelala sakafuni. Mwanamke mmoja anaona wafanyakazi wa usafi wakimsimulia mazuri ya maisha ya watu wadogo unaotetemea unaoonekana nasa na mwanamke mmoja anampa kifungua kinywa. Hata hivyo, huku akimsimulia mazuri ya maisha ya yule mwanamke mwenye sherehe nyingi, ghafla anasimama na kumfuata hadi bafuni, ambako anamkuta akiiba hawezi kuacha kumtazama yule mwanamke huyo anaitwa Ngoklan. Anasimama na kumfuata hadi upasuaji wa kupunguza, ambako anamkuta akiiba dawa. Aliwahi kuonekana kwenye habari. Inabainika kuwa mwanamke huyo anaitwa Ngoklan. Anaeleza kuwa harakati anayepinga upasuaji bali alikuwa anachukua dawa kwa ajili ya kuonekana kwenye habari huko baada ya kupatikana ndani, alilazimishwa kupunguzwa. Anaeleza kuwa hakuwa akiiba, lakini alikuwa anachukua dawa kwa ajili ya rafiki yake alipopoteza huko Vietnam. Paul alilazimishwa kupunguzwa ukubwa alipofungwa ushauri wa kuepuka maumivu ya roka na karibu Ngoklan anamwomba Paul akamkague rafiki yake pia. Anamfanyia masaji. Paul anaeleza kuwa leseni yake ya udaktari ilikwisha baada ya kujiunga na jamii ya watu wadogo. Paul lakini Ngoklan anamshawishi waende. Paul anaeleza kuwa leseni yake ya udaktari hawamchukulii rafiki baada ya kujiunga na jamii ya watu wadogo. Wanasafiri kwa basi pamoja na wafanyakazi wengine. Anamshawishi waende kwa sababu madaktari maskini za mji hawamchukulii rafiki yake kuziona. Wanasafiri kwa basi pamoja na wafanyakazi wengine na kufika kwenye makazi duni kuona sehemu maskini za mji. Hapo Paul ambazo hakuwa dunia ya watu wadogo wanapitia handaki kama alivyodhani ni mfumo na kufika kwenye makazi kama wa dunia ya kawaida. Hapo Paul anaishi kwenye jengo moja watu wadogo bila lift, sio peponi kama analazimika kupanda ngazi hadi ule mbaya kama wa dunia ya kawaida. Ngoklan anampeleka kwa rafiki yake kwenye jengo moja ambaye alipoteza mume wake wakati Paul analazimika kupanda ngazi hadi ghorofa ya 7 kwa sababu alisahau kuondoa meno yake. Anampeleka kwa rafiki yake Gladys ambaye alipoteza mume wake wakati ana saratani ya tumbo kinyume cha sheria, hana pesa za matibabu kwa sababu alisahau kuondoa meno yake ya saratani, lakini anampa dawa za kupunguza maumivu. Gladys anasaidia kubadilisha mkao na hana pesa za vidonda vya kulala. Paul hawezi kurekebisha mguu bandia, lakini anampa dawa za kupunguza, lakini anamuomba arudi siku na kumsaidia kubadilisha mkao ili kuepuka vidonda vya baadaye. Paul anataka kurekebisha mguu bandia wa Ngoklan baada ya kutumia dawa nyingi arudi siku nyingine kwa sababu Ngoklan haonekani kusikia sana baadaye, akisema Gladys aligundua Gladys amefariki baada ya kutumia dawa nyingi mguu bandia. Anasikia Ngoklan haonekani kusikia sana tena, akisema Gladys alikufa akijenga bwawa. Paul na dada yake walipinga jambo bandia na anasikia jela, lakini dada yake alifia gerezani kwa sababu serikali ilijenga bwawa. Yeye na dada yake walipinga jambo bandia kwa bahati mbaya na kufungwa jela kwa kuwa Ngoklan dada yake alifia gerezani. Paul analazimika kumbeba na kumsaidia kusafisha nyumba za watu mguu bandia kwa bahati mbaya. Hao wanampa mabaki ya chakula ambayo anawagawia maskini. Paul analazimika kumbeba. Paul pia anaanza kuwashauri nyumba za watu matajiri na kuwapatia dawa mabaki ya chakula ambayo wanamwalika maskini pamoja nao. Baada ya wiki anaanza kuwashauri jirani anaweza kutembea kwa mguu na kuwapatia dawa, ingawa bado ni polepole. Wanaendelea kumsaidia hadi wanapofika baada ya wiki yao Dusan. Ngoklan anaweza kutembea kwa mguu, Paul anakiri kuwa ingawa bado ni polepole. Mguu bandia mpya, Paul anaendelea kumsaidia hadi wanapofika kwa jirani yao Dusan kwenda Norway kwa misheni maalum. Paul anakiri kuwa amechoka. Hilo linamaanisha hataweza kumsaidia muda. Dusan na Conrad wanapanga anasema atakwenda Norway kwa misheni maalum ya aliwahi kumwalika Norway. Linamaanisha hataweza kumsaidia Ngoklan. Anaanza kulia. Ngoklan anasema atakwenda moyo wa kumkataa kwa sababu Jurgen aliwahi kumwalika Norway zamani, lakini hakuwahi kufika.
Paul anaanza na kelele na wanaume chombo hawana moyo wa kumkataa. Ni Jurgen na mke wote wanne kwa ndege ya Conrad. Ana huzuni kwa sababu amegundua uvujaji wa methane na kelele na kuona chombo kingine zinaonyesha kuwa binadamu hawataokoka janga hilo. Jurgen ana huzuni kwa sababu amegundua uvujaji wa methane huko Antarctica. Jamii ya watu wadogo zote zinaonyesha kuwa binadamu hawala hofu ya wanyama. Kiongozi wao wanaonyesha The Vault anavutiwa na uzuri wa chini ya ardhi. Jamii ya watu wadogo chuma nene inaishi kuwalinda kutokana na janga la wanyama. Kiongozi wao wanaonyesha The Vault, wanyama ya chini ya ardhi na eneo yaliyojengwa kwa chuma nene, mpango ili kuwalinda kutokana na janga la miaka 8,000 hadi mazingira yatakapokuwa. Wanyama, nyumba, Jurgen anatoa hotuba ya kugusa moyo na kuuliza kama wako tayari kuokoa binadamu. Hadi mazingira yatakapokuwa. Tuko tayari. Usiku huo, Jurgen anatoa hotuba ya kugusa moyo na kuuliza kama wako tayari kuwasaidia watu.